Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi iwe pamoja nanyi Pioneer, pia ziwe pamoja na mradi wetu wa Pi Network. Kuna maswali yaliulizwa, tukaweka kiporo, tukaweka pending, maswali kama mawili ambayo yalibaki. Swali la kwanza liliulizwa, je, baada ya zile stori zangu au ile stori yangu niliyokuwa nikielezea juzi, stori ya mwisho ambayo ilikuwa inahusu kama sijakosea maswala ya dashboard, masuala ya KYC itakuwepoje, itafanyaje. Kuna kipengele nikasema baadaye watu mpira utakapoanzishwa na referee, basi kuna watu watakaopewa yellow card, kuna watakaopewa red card. Watu wakauliza maswali, mmoja wao kaniuliza swali, je, hiyo red card au yellow card itatolewaje? Ni jambo gani ambalo mimi nikilifanya au itaonekana nimelifanya likanitoa nje ya mstari? Yapo mambo kwa timu wameainisha, ukiyafanya yanaweza ni sababu ya yeye kukutoa nje ya mstari au nje ya mchezo, au mambo ambayo kama haukuyafanikisha ni sababu ya kukutoa nje ya mchezo. Miongoni mwayo ni kama haya: yule ambaye aliishi katika kipindi cha before open network period, kipindi ambacho mtandao wa Pi Network haujafunguliwa bado, ambao mtandao ulifunguliwa Februari mwaka huu tarehe 20. Kabla ya hapo kuliwekewa vizuizi, tuliwekewa restriction, vizuizi au vikwazo ambavyo hatufai kushiriki wewe kama Pioneer kuitumia Pi yako nje ya ecosystem. Kivipi unaweza ukaitumia Pi yako nje ya ecosystem? Kuna watu walikuwa wana uwezo wakapeleka Pi zao wakauza akaunti zao, yani kuitumia ndani ya ecosystem ilikuwa imewekewa kwamba ni wewe uitumie katika goods and services ambazo zipo katika ecosystem ya Pi Network. Mfano kupurchase hizo huduma, kulipia bidhaa katika zile decentralized application ambazo zilikuwa tayari zipo katika ecosystem, au kutumiana wewe wenyewe miamala ambayo ilikuwa tunaita ni kufanya barter trade. Lakini barter trade hizo tulikuwa tumeruhusiwa kuzifanya pia in local, yani katika ndani, yani ni barter trade za sisi kwa sisi, sio international barter trade. Yani kwamba wewe uko Tanzania alafu ukafanya muamala kumtumia mtu ambaye yuko China, yani ilikuwa hauruhusiwi wewe kufanya miamala ya mtu aliyekuwepo mbali na area yako, na jiografia yako. Kwa kifupi ni kama hivyo. Kwa tukao tunaruhusiwa kufanya miamala katika ile barter trade ya peer to peer, Pioneer kwa Pioneer, ambaye ni mnakuwepo mpo karibu. Hiyo ilikuwa imeruhusiwa. Kufanya miamala ya mbali ilikuwa hiyo bado haijaruhusiwa. Hii inaweza isiwe kikwazo sana, lakini ni yule ambaye ameweza kuuza akaunti yake au amenunua akaunti kutoka kwa mtu. Sasa umenunuaje akaunti? Kuna watu walikuwa wanauza akaunti. Mimi nimefanyaje? Nimeshafanya KYC, akaunti yangu Pi zangu zimemigrate katika wallet au hazija migrate, pia nimeshafanya KYC, niko tentative. Nikauza ile akaunti yangu kutoka kwa mmiliki Msafiri Mzirai, Pioneer mdogo, nikampa Pioneer mkubwa Prophet Abraham Laizer akainunua ile akaunti yangu ambayo tayari nishafanyiwa initial migration. Sasa katika second migration lazima kutakuwa kuna liveness check. Hautaweza kupata second migration mpaka utaletewa kipengele cha liveness check, na pia kutawekwa vipengele baadhi vya kuactivate wallet zetu ambazo vinaweza vikatupelekea kufanya liveness check ili kumuhuisha yule user kufahamu, je, bado ni yule. Kwa sasa nisipofanya liveness check nika ignore nitakapoletewa liveness check mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, hapo napewa yellow card. Nikiignore mara ya kwanza napewa yellow card. Nikiignore mara ya pili, liveness check haitokuja kwa hali ya kawaida, itakuja na maandishi mekundu sasa kwamba usipofanya liveness check ukaignore, ukakataa, itapelekea akaunti yako kuzuiliwa. Ukakataa, ukiletewa tena mara ya tatu, basi itaweza akaunti yako kuzuiliwa, kufungiwa hata baada ya open mainnet, au tukaja tukuletea vipengele vya wewe ili uweze kufanya transaction, basi kunaweza kukatokea liveness check. Maybe haya ni mawazo, ni maoni, sawa, lakini bado nipo katika kipengele cha liveness check. Wengi ni mashahidi,
Tumeona sasa hivi unao uwezo, mtu ameshafanywa migration na bado anasema mbona bado naletewa liveness check na ilikuwa nishafanya 10, kwa bado unaendelea kufanyiwa uhakiki. Ukaamua ufanye liveness check, watadetect liveness check ya sasa hivi ni sawasawa na ya awali. Zikionekana ni tofauti, basi wewe ni sababu ya mfumo kukupa red card. Wengine ni wale ambao watakuwa wamepewa mialiko ya KYC. Baada ya kupewa mwaliko wa KYC, haukufanya kipindi hiki, haukufanya mwaliko wa KYC wa akaunti yako, lakini kwenye mainnet wallet umeshafanya KYC, ile wanaita fast track KYC, na unaendelea kufanya nini? Good and services, kupurchase huko katika Pi ecosystem, lakini huku unaendelea na kuchimba Pi yako. Mainnet imetokea, unazo Pi ambazo ulizinunua katika masoko ya exchange au ulitumiwa na pioneer wenzako. Huku unaendelea kufanyaje? Kuchimba. Baada ya open mainnet ukaletewa mwaliko wa KYC ya akaunti ya Pi mining. Ukishaletewa ile KYC, ndio deadline inaanzia hapo. Umepita mwezi wa kwanza, umepita mwezi wa pili, umepita mwezi wa tatu, umepita mwezi wa 4, haujafanya KYC, wa 5, wa 6, wa 7, wa 6, miezi 6 ya KYC imepita haujafanya, basi tayari wewe umeshapewa yellow card. Itakuwa Pi zako ulizozichimba before KYC kuanza zinakuwa ni forfeit, wanazi forfeit, inakuwa ni forfeited. Zikishachukuliwa zile Pi zako, bado ule mwaliko wa KYC unakudai. KYC iko pale pale, utaletewa tena KYC baada ya muda fulani. Kwa ukaendelea kuignore, basi itakuwa ni sababu ya wewe mfumo kukutupa nje. Wengine ni wale ambao wametengeneza duplicate account. Mtu mmoja ana akaunti zaidi ya moja. Wapo watu kwenye grupu moja, nipo mtu anajinasibu kusema mimi kwanza siwezi kununua Pi kwa sababu nina akaunti karibia 200 sijui 100 na zote nimezifanyia KYC. Mtu akauliza swali, akaunti zote umefanyia KYC? Sijui kama sio 100 basi ni chini ya 100. Umefanyaje KYC? Yani ni watu tofauti tofauti. Akasema hapana, ni mimi mwenyewe akaunti zangu. Kwa vitambulisho gani? Kitambulisho hicho kimoja. Sasa huyu mtu ametengeneza duplicate application. Nini application zinazojirudia rudia. Ili sijawahi kukuambieni, lakini ngoja nikwambie swala ambalo linalowezekana hivi. Mimi Msafiri Issa Mzirai, sina akaunti yangu ya Pi kwa namba yangu ya simu hii ya Freemason 6668. Nikadownload application nyingine ya Pi network. Nikasajili namba yangu nyingine ya simu kwa sababu mtandao mmoja naweza nikamiliki namba 5. Kwa Tanzania kuna mitandao mikubwa labda 4. Kwa naweza kuwa na namba 20. Kwa zile namba 20 ninao uwezo nikazitengenezea application ya Pi kwa jina hilo hilo Msafiri Mzirai. Kitakachobadilika pale ni username. Kwenye username nitaweka username nyingine. Kwa nitaanza kuchimba, ile account itachimbika Pi. Nitakapoletewa mwaliko wa KYC, kitambulisho hiki cha NIDA hiki nilichofanyia KYC ya awali, nitafanya KYC, nitafanya liveness na itapass. Mfumo hautaweza kujua kwamba hii mfumo kwa sasa hivi haujatengenezwa kuchuja kwamba namba hii ya NIDA ilishawahi kujisajili account. Sura hii ilishawahi kujisajili na Pi. Mfumo bado haujawekewa hizo server, hizo data, hizo kodi. Mfumo bado haujawekewa. Kwa sura yangu hii naweza nikasajili account hai halali. Account hai sio halali, account hai zaidi ya 5, zaidi ya 1 yani. Na KYC ikafanyaje? Ikapita. Kwa sababu validators aliyenivalidate mimi mara ya kwanza sio huyo atakayeni validate tena. Kwa nitafanya KYC kwenye account A, itapitishwa na validators na mfumo utapitisha. Nitafanya KYC ya pili, watapewa validator wengine, watanivalidate kwa maswali hayo wanaopewa validators, mfumo utanipitisha. Kwa nitakuwa nina account ambazo zimefanywa migration na zimiliki mimi zaidi ya account moja. Baada ya open mainnet, mfumo utawekewa sasa data maalum ambazo ndio hizo watawekewa protocol. Mfumo utawekewa protocol maalum
ambayo itaanza kudetect KYC zote na vitambulisho vyake vyote na liveness check zake. Itakapoonekana kuna duplicate, yale marudio au marejeo au urudiaji wa akaunti, sasa akaonekana mtu ni yule yule, kitambulisho ni kile kile, maybe simu ni ile ile, au simu sio ile lakini mtandao area iliyotumika. Ndio maana huko nyuma nilielezea kwa timu watatufuatilia kwenye kila sehemu mpaka area uliokuepo, mnara wa simu unaotumia. Anaonekana huyu Msafiri Mzirai, alafu huyu Msafiri Mzirai, maana Msafiri Mzirai ili jina sio username. Username ndo halijirudii. Si unajua kwamba ukiingiza username ambayo tayari ipo, kuna user anaitumia, haitokubali, utaambiwa ubadilishe. Sasa jina sio username. Jina kila mtu anaweza kaa jina likajirudia. Yaani Msafiri Mzirai duniani wanaweza kaa wako wengi sana. Kwa mfumo huwezi kujua Msafiri Mzirai tayari badilisha jina. Kwa Msafiri Mzirai watamwangalia Msafiri Mzirai huyu mwenye hii KYC. Area yake inasoma ni Tanga Chumbageni. Mnara anaotumia ni wa Chumbageni. Mixx by Yas Chumbageni. Alafu anakuja tena Msafiri Mzirai. Huyu Mixx by Yas Chumbageni. Anasema labda ya Chumbageni sipana. Wanaangalia Google sasa. Wamesema watakufuatilia kwa kutumia GPS. Wataangalia GPS. Anaonekana Msafiri Mzirai A na Msafiri Mzirai B katika GPS haisomi nukta mbili, inasoma nukta moja, kwamba mimi nasomeka ni yule yule. Kwa sasa huyu hali yellow card, huyu anakula red card kwenye akaunti zake zote, anakula red card. Sasa mfumo hautaweza kusema huyu ndio mwenye umiliki halali, huyu ndio umiliki halali, yote hizi, kwa sababu hayo ni prohibited, ni makosa, ni marufuku kuwa na akaunti zaidi ya moja. Wapo ambao wamefanya hivyo na wanajinasibu na kujisifia kwamba mimi nimefanya hivyo. Sasa watu hawa ndio ambao kwa sababu wameshafahamu walichokifanya ni makosa. Alipata pai kinyume na maumbile, sawa? Yaani alijipatia pai kinyume na maumbile. Either alimuibia mtu kwenye wallet yake, kwa sababu pia ilikuwa inasemekana. Mimi wakati najiunga na Pai niliyakuta hayo kwamba kipindi hiki uruhusiwi kumhamishia mtu pai zaidi ya moja, unatakiwa ni 0.0, si ndivyo Sasa kuna wale wanajikusanyia pai kwa kuwaibia watu pai zilizo migrate. Mtu kamwibia mtu pai 100, pai 10. Kwa walivyojua tulichokifanya hichi kuhamisha pai nzima nzima kabla ya open network ni makosa, na tumezipata pai kinyume na maumbile kwa akaunti zaidi ya moja, hawa pai zao ndio wanazozipeleka katika masoko ya exchange kwenda kuzihalalisha huko. Umeona? Mtu anapeleka pai yake OKX kwenda kufanyaje? Kuihalalisha huko. Ndio maana kwenye masoko ya exchange pia ni miongoni mwa sababu ambazo pai kule hazitoisha au zinapelekwa haziishi ni hiyo. Watu wameziloki, wamezihold pai zao kule. Tunaelewana? Kwa nilikuwa nataka nimjibu huyu, miongoni mwa sababu ni hizo. Wewe kumiliki akaunti zaidi ya moja, either kumiliki akaunti ambayo si yako, unamiliki akaunti ya mtu. Pia hiki kipengele ambacho wanaita ni KYC embedding in protocol, itakuwa KYC yako inachukuliwa inapeleka kwenye nini? Kwenye katika ecosystem ya Pi browser, si ndivyo? Kwa hiyo wewe utakapojaribu kufanya miamala na address wallet ambayo si ya kwako, utapewa yellow card. Utakapojaribu tena utapewa yellow card. Utakapojaribu tena utakuwa unapewa yellow card. Ukizidisha unaweza ukafungiwa ile Pi browser yako, ikazuiliwa kwa muda usijihusishe na miamala fulani kwa muda fulani. Kama tunavyoona sasa hivi kuna miamala hata hizi kwenye masoko ya exchange, unapofanya majaribio ya mara kwa mara kufanya muamala alafu ukafeli, ukajaribu ukafeli, unaweza ukapewa muda, ukaambiwa umebakiza mara 2, umebakiza mara 1. Ukirudia tena utazuiliwa kufanya kwa muda. Kwa hata huko pia mfumo utakuwa ni bora zaidi kama huko. Kwa sababu ziko nyingi ambazo kwa timu hawajaziainisha,
na walizoziainisha, na zile pai pia zitafanyaje? Zitarejeshwa, ili kuepuka pai zile bilioni 100 zinatakiwa zitumike zote bilioni 100 kiuhalali, bilioni 100. Sio kuna akaunti feki zinatumia pai ambazo hakustahiki yeye yule mtu kufanyaje? Kuzitumia. Kwa zitarudishwa katika mining pool. Kwa baada ya open mainnet utashuhudia pai nyingi zinarudishwa katika mining pool, kama vile mtu aliyepewa mwaliko wa KYC kipindi hiki cha enclosed mainnet, alafu asipofanya, zile pai zitarudishwa alizozipata kabla ya KYC yake, zitarudishwa, zitachukuliwa alafu zitarudishwa katika mining pool. Anaonekana huyu mtu ni robot maybe, au hayupo nini, hayupo serious. Na ndio maana unapojisajili na mradi wa pai unaambiwa kitendo cha wewe kuingia kuchimba kila siku, mtu mmoja anatakiwa awe na akaunti moja, sawa? Pioneer mmoja akaunti moja, ili kumzuia kuwa na duplicate application, na ili kuzuia pia maroboti. Sawa, robot unaweza ukamtengenezea application zaidi ya, lakini ukamnasa kwenye KYC. Kwa hiyo hilo ni swali la kwanza. Swali la pili likaulizwa hivi, je, hii bei price ya pai itatangazwa kabla au baada ya mainnet? Swali hili nililijibu nikasema kabla ya open mainnet kunaweza kwa timu wanaweza wakazindua, inawezekana ikatokea kabla ya open mainnet, ni asilimia kubwa open source. Alafu kuna mtu pia akauliza sasa open source ni nini? Sawa, yote ya majibu maswali mawili nitajibu kwenye voice note moja. Kwa timu walisema bado hawajafungua open source kule GitHub kwenye repository yao, wakiwa wanamaanisha kwanza GitHub ni platform maalum ambayo inaibeba blockchain. Blockchain yoyote inasimikwa au inabebwa na GitHub. Kule GitHub kuna drivers wake, kuna watu wake. Yoyote yule anaweza akawa na account GitHub. Ukishakuwa na account GitHub, unaweza ukaomba kuwa ni contributor, kucontribute. Contributor ni mchangiaji. Ukaomba kucontribute, kuchangia katika repository ya platform fulani. Mathalani nichukulie Ethereum. Ethereum tayari imeshafungua open source inayo GitHub. Ethereum kwa sababu ina blockchain inayo GitHub yake. Kwa mimi nina uwezo nikaomba kuwa contributor katika GitHub repository. Nini maana ya repository? Repository ni kama kwa lugha za hizi social media za kawaida, naweza kusema kwenye WhatsApp ni kama status. Sawa? Ninapoweka status yangu, wale ambao ni contact yangu wanaiona, ile inakuwa ile ni public status. Labda mwenyewe uamue kuihide, fulani asione, fulani asione. Na ukiamua kuihide kwa wote wasione, haina maana ya kuweka nini status. Inaonyesha kwamba umejiwekea wewe mwenyewe. Sasa kwa timu wamesema hivi, bado hawajaanza kuweka status katika nini? GitHub. Facebook ni kama posti, hawajaanza kuposti posti za public. Facebook kuna posti unaweza ukaposti posti ambayo sio public. So anyone anaweza kaona, hapana. Ukachagua tu waone contact wale friends zako ambao wamekuomba urafiki. Sawa ndio wanaweza kaona ile post yako. Kama hiyo ni public, yoyote anyone anaweza akaiona. Sasa kwa timu hawajaweka hiyo bado. Kama ni Instagram tunasema ni Insta story. Turudi kwenye mfano wa WhatsApp sasa. Kwa hii status ndo kama ile repository. Tofauti wake ni kwamba status ya WhatsApp ina muda, masaa 24 yakipita inakuwa expired, hauioni tena. Lakini kule GitHub kwenye hizo repository utakachokiposti kinabakia milele na milele, labda uamue mwenyewe kukifuta. Sasa hizi repositories zipo ambazo akaunti za watu ambazo zinakuwa ni public, kwamba yoyote anaweza akaona. Hata mimi mfano ninayo account ya GitHub. Wao nikiingia mathalan kwenye account ya Liza kule GitHub, nikaingia katika GitHub yake nikaandika labda
Prophet Eliza ndio username wanaotumia GitHub. Kaandika Prophet Eliza. Nikiingia katika ukurasa wa Prophet Eliza, pale kuna sehemu pameandikwa repository. Nikigusa repository ndio nitaona vitu ambavyo amefanyaje, ameviposti. Nikiingia pale, mfano ameandika labda makala inayohusu nini, GCV. Ameweka pale repository yake inayosema makala inayohusu GCV. Kwa nikiingia pale tap, nikigusa nitasoma yale maelezo yake. Nikishasoma yale maelezo, kuna sehemu ambayo mimi naweza nikafanyaje, kitu kinaitwa fork, yani nikaforked, nikaomba kufork ile repository yake. Nikishaomba kufork, ndio napewa namna ya mimi kufanyaje, kucontribute. Nikishapewa namna ya kucontribute, nikikubaliwa na yeye mwenyewe Prophet Abraham Raiza mimi kuwa ni contributor pale, automatically nakuwa ni added katika contributor wa ile repository. Na ile repository ile ya Prophet Abraham Raiza nikishakubaliwa kucontribute ikawa forked, basi automatically inahama na mimi inakuwa copied katika repository yangu. Na mimi ukiingia kwangu Msafiri Mzirai, katika orodha za repository utaona pale Pi Network GCV, alafu itaandika chini yake hii imekuwa ni forked kutoka kwa Prophet Eliza. Imekuwa forked kutoka kwa Prophet Eliza. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hii pale repository ile repo ile si ya kwangu, isipokuwa mimi nimecontribute kutoka kwa nani? Kwa Eliza. Sasa core team hawana hiyo open source ya GitHub repository. Kwa wale wanaosema bwana Kosasi anachangia hivyo vitu katika GitHub ya core team, wakajichunguze upya, wakalete posti ya huyo bwana huyo Kosasi, ambayo fork yake imekuwa ni forked kutoka katika ukurasa wa core team. Core team wamekataa, hawana public repository, isipokuwa ni Dr. Nicholas Kokalis anayo akaunti yake ya GitHub. Sasa huyu Dr. Nicholas yeye anayo akaunti yake, na ile akaunti kule inaitwa Kokalis na ina picha yake, sio akaunti ya core team. Core team wamesema hawana. Kwa ni member wa core team anayo mwenyewe nini? GitHub yake. Kwa hiyo huyu bwana Kosasi ukiona posti zake ambazo ziko forked, basi zitakuwa ni forked kwa Kokalis, sio forked kwa core team, kwenye akaunti ya core team ya Pi Network. Pi Network bado hawana nini? Pi Network bado hawana nini? Hawana GitHub repo, hawana GitHub open source. Wanayo GitHub lakini sio open source kwamba anyone can contribute there. Hawana. Sasa hii maana yake ni nini? Wamesema inaweza kwa kodi za bwana Diange. Sasa anasema mwezi huu wa 9 ndio hiyo open source ilikuwa ifanyaje, ifunguliwe. Sasa bado mwezi wa 9 hujaisha. Kwa kama ukifunguliwa ndio tutaanza kuona zile open source za nini? Za kule GitHub za core team. Sasa open source zitakapofunguliwa, GitHub ya core team itakapokuwa wazi kwamba mimi naweza nikaifikia, wewe unaweza ukaifikia, na mwingine anaweza akaifikia na akaweza kuomba kuwa ni contributor hapo, tafsiri yake kitakachoanza, maana wao wamesema watakachokifungua open source ni ya nini? Ya Node. Kwa hiyo watakapofungua masuala ya Node, ndipo hapo tutakapoanza kuona thamani ya Pi price. Kwa najibu hivi, Pi price inaweza ikaonekana kabla ya open mainnet endapo core team watakapofungua open source yao kule GitHub. Mambo yote yatafanyika kwa sababu GitHub ndio imebeba mfumo mzima wa nini, wa blockchain ya Pi.
GitHub ndio inayobeba mifumo yote ya blockchain. Yote, blockchain zote. Ingia wewe katika OKX yako, Bitget, sijui wapi. Fungua, afu fungua nanili yoyote ile. Fungua coin yoyote ile fungua. Ukishafungua mfano BTC, nenda kwenye info, ukishuka chini utaona wameandika pale kuna GitHub. Na mbele GitHub ndio imebeba hiyo blockchain. Kwa mambo yote unaweza ukayakuta humo. Kwa hata hii Pi itafunguliwa open source, tutaona mambo yake, price itawekwa hapo. Node runner watakuwa wanalipwaje, tutaona hapo. Validators watakuwa wanalipwaje, kwamba ukiwa na 10% unalipwa Pi ngapi, ukiwa na 20%, ukiwa na 80% utalipwa Pi ngapi, ukiwa na 90% wewe unalipwa Pi ngapi. Na kila 1% kutokana na idadi ya watu ulio validate. Kwa yote hayo tutayajua huko. Sasa hapa nitakuwa nimejibu hawa watu wawili. Nini maana ya open source na nini maana ya na je, Pi price itajulikana before or after. Kwa hiyo open source ni mfumo ambao tayari kwa timu wanayo GitHub kule. Kwa timu kama kwa timu wanayo GitHub, lakini bado haijawa ni open source. Bado haijafunguliwa kwa umma, kila mtu akaweza kuona, kuchangia na kufanya hizo fork au kuweza kufanyaje, kukloni. Unaweza ukakloni ile repo yao, ukaikloni ikawa ni ya kwako, ukaingiza kodi, ukaingiza zile command utakazopewa, zile command prompt ukaingiza sijui JavaScript ukapewa HTML ukaekewa pale, ukaziingiza katika doka yako, au ukaingiza katika PowerShell yako ya PC yako, ukaingiza zile command katika PowerShell, and then automatically ukawa tayari wewe ni umecontribute katika hiyo kitu. Nadhani hapo nitakuwa nimejibu. Tunakuja swali lingine. Je, tulivyoambiwa community tutaamua price, ilikuwa imeandikwa wapi? Lakini tuangalie iliandikwa wapi na ilimaanisha nini na tulipaswa tufanye nini. Swali muhimu sana ambao Pioneer walikuwa watakuwa walijue. Watu nasikia kwa timu wamesema katika white paper imeandikwa kwamba thamani ya Pi itamuliwa na community. Thamani ya Pi itamuliwa na community. Wao hawana uwezo, wao hawana mamlaka. Swali nikauliza jana. Kwani ni wapi pameandikwa? Ili tupeane uelewa, yani kila kitu tusiwe tunafanyaje, tunaborozwa. Haya mambo yanasemwa kwa mafumbo. Haya mambo yanasemwa kwa kodi. Kwa unaweza ukawe ni msomaji mzuri kabisa, ukasoma na pia usielewe. Sawa, kwa sababu ya mambo yanaandikwa kwa mafumbo au kwa kodi. Usipoelewa sasa haya masuala ya mfumo ya blockchain, usipoelewa masuala ya kompyuta vizuri sana na kodi zake, unaweza usielewe. Sitolei mfano mbaya, natoa mfano mzuri tu kwa mzee wangu, ndugu yangu, nimeongeza ndugu. Kuna dokta mmoja ni mhadhiri wa UDSM hapo University of Dar es Salaam. Ni mhadhiri hapo. Kwa heshima kwa jina ngoja ni muhifadhi, ila yuko humu kwenye ile group. Nilikutana naye, walini invite tuweze kukutana somewhere, tukakutana tukazungumza mengi. Miongoni mwa maswali ni kwamba wewe haya yani wewe haya mambo umeyajuaje? Alichoniambia miongoni mwa mambo ambayo pia yamenishangaza ni kwamba anasema mimi white paper nimeisoma sana, nasoma hadi nasinzia, nikiamka nayo, sio mara moja wala mara mbili nasoma, lakini still nikisikia wewe ukizungumzia white paper naona kama ni kitu kipya. Yani anaona kama ni kitu kipya, yani ni ajabu. Kwa sababu gani? Unaweza ukasoma sasa leo mimi hapa nichukue Biblia niisome, kwa sababu sina ile misingi ya kuitafsiri yale maandiko, ile misingi sina, nitaishia kusoma.
na nisielewe kimemaanishwa nini. Nitaishia tu kuona wana kondoo, nitaishia tu kuona sijui naniliu Masadukayo, Mafarisayo, nitaishia tu kusoma hapa wameandikwa Mafarisayo, hapa wameandikwa Masadukayo, nitaishia tu kusoma hivyo. Sijui Injili ya waliotairiwa na wasiotairiwa, nitaishia tu kusoma kutairiwa kwamba ni hivi na kutokutairiwa ni hivi. Kwa sababu sina ile misingi, nitashindwa kufanyaje kuelewa. Vivyo hivyo atakayesoma Qur'an, akaisoma Qur'an iliyotafsiriwa kwa Kiswahili, ataishia kusoma kama hana misingi ya kujua maanil mufradat, maneno na maana zake kiufasaha, ataishia tu kusoma. Vivyo hivyo katika white paper au hata katiba pia, unaweza ukasoma katiba na usielewe kifungu hiki kimemaanisha nini, hapa ni nini, au hata sheria. Ndio maana kuna watafsiriji wa sheria. Wewe unaweza ukapewa sheria ukasoma, lakini ukasoma na usielewe, na hiyo sheria pia ikaja ukasema umeelewa, ukapelekwa mahakamani, ukasimama kizimbani na ukafungwa kutokana, kumbe wewe ulielewa AB, yani ulielewa kinyume chake. Sasa unaweza ukasoma kweli white paper ukaishia tu kusoma na usielewe, yani ukasoma wewe yote, ukasema bwana mimi nimesoma white paper yote alafu hivi, kumbe haukusoma kwa kufuata protocol, misingi, taratibu, kufuata sheria zake. Sasa kile kipande ambao ndugu yetu jana alikituma humu, sawa, nikirejea kidogo, kinasema hivi: Pi's attention marketplace, battering utilized attention and time. Hiyo ni kichwa ya habari yake. Wakiwa wanasema Pi allows its members to pull their collective attention to create an attention market much more valuable than any individual's attention alone. The first application built on this layer will be a scarce social media channel currently hosted on the home screen of the application. You can think of the scarce social media channel as Instagram, with one global post at a time. Pioneers can wiggle Pi to engage the attention of other members of the network by sharing content, example, text, images, videos. Nukta. Mwisho wa kunukuu. Kwa tafsiri rahisi, kipengele hiki ndio kikawa ni rejea ya kwamba sisi tumepewa nini? Wasaa, tumepewa nafasi ya kucreate, ya kuunda value ya coin yetu. Sasa utajiuliza, sasa hapa mbona kama vipi, yani asielewelewi, si ndivyo? Kwa Kiswahili anasema hivi: Pi, soko la umakini. Pi's attention marketplace, soko la umakini la Pi, kubadilishana umakini na muda usiofaa kutumika. Sawa? Pi inawezesha wanachama wake, Pi inawezesha wanachama wake kuunganisha umakini. Yaani ni sisi tunatakiwa tufocus katika jambo letu. Sawa? Yaani focus yako, focus yangu, focus ya yule, focus ya wale, focus yao, focus yetu iwe ni kitu moja. Afu hilo focus iwe imetengenezewa sehemu moja. Isiwe wewe una focus kweli katika mradi wa Pi lakini umekaa sehemu yako. Mwingine naye ana focus kweli na mradi wa Pi, anautilia umakini na umaanani, lakini amekaa sehemu yake. Hapo kweli itakuwa tupo katika
nia moja, tuna focus kweli, tunatamani kweli, lakini tuko separate, hatujaungana sehemu moja, si ndivyo? Tuko nini? Separate. Hatuna ule umoja, hatuna jumuiya, hakuna sehemu ambayo tunakutana alafu kuyafikisha yale mawazo yetu. Ndio wanamaanisha hivyo. Kwa hiyo wakasema Pi inawezesha wanachama sasa ambao ndo sisi kuunganisha umakini wao wa pamoja ili kuunda soko la umakini lenye thamani zaidi kuliko umakini wa mtu mmoja mmoja. Sasa tuunde ile market place. Sawa, anasema attention to beauty on this layer with scarce social media. Hapa anasema create an attention market much more valuable. Kuunda ule umakini wa soko lenye thamani. Wakiwa wanamaanisha sasa wewe na mimi tukutane somewhere, njoo na wazo lako unalolifikiria sana na kulifocus nalo ambalo ni Pi, na mimi nije na Pi yangu, na wewe njoo na Pi yako ambao unatamani iwe ndiyo mkombozi, alafu tuilete katika sehemu moja, tuunde nini? Market value, tuunde thamani ya nini? Ya soko. Sasa tunakutana wapi? Yaani wewe na mimi tunakutana wapi? Kwa timu akaendelea kusema programu ya kwanza kujengwa juu ya safu hii itakuwa ni kituo adimu cha mitandao ya kijamii ambacho kwa sasa kipo kwenye screen kuu ya program. Kwamba Pi Network ndiyo programu ya kwanza kujengwa, ikiwa ina uso ambao una safu ambayo ni kituo cha kama mitandao ya kijamii. Ina kituo ambacho kama mitandao ya kijamii ambayo kinapatikana katika nini? Katika uso wa screen kuu. Screen kuu hapa wakiwa wanamaanisha ni kwenye ile dashboard yetu. Tunapoambia jamani, leo dashboard imebadilika. Jamani, leo umesoma dashboard ya leo. Sasa ile ndio inaitwa screen kuu. Pale kwenye screen kuu, baada ya ile announcement, ukiscroll down, ukishuka chini kidogo, ndio unakutana na hiyo unaozungumzia nini? Ni kama social media, ambao ukishuka chini unakutana na posti za watu ambazo zimetoka wapi? Fireside Forum. Sasa hapa kinachozungumzwa ni Fireside Forum, kwamba wewe njoo na wazo lako, yule aje na wazo lake, Pioneer mdogo aje na wazo lake, lakini linalohusu soko na uthamani wake, linalohusu value yake, alafu tuseme kwa pamoja. Wewe unasemaje? Wewe tukubaliane. Unajua maana ya soko? Soko ni makubaliano, right? Baina ya muuza na muuzaji. Yaani huwezi ukaenda sokoni na bei yako, alafu mnunuzi naye ana bei yake, alafu mkafanya biashara. Hapo biashara haitofanyika. Mfano, mimi nataka niende sokoni kwenda kununua nazi, lakini mimi nasema nazi ni shilingi 200. Yaani mimi naenda sokoni nasema bwana nazi ni 200. Na muuzaji ameshapeleka nazi sokoni anasema nazi moja mimi nauza 700. Kwa nini nimeenda sokoni? Bwana nazi shilingi ngapi? Nazi 700. Bei ya mwisho? Bwana bei ya mwisho nipe 650. Bwana mimi nina 200. Hebu nisiendelee maneno. Hapo biashara itafanyika? Haitafanyika. Kwa sababu wewe kweli umekuja na wazo lako la kwenda sokoni kufata nyanya, kweli kufata nazi, kweli nazi umezikuta, na muuzaji kweli ameleta nazi ili apate nini? Mteja. Kweli mteja amekuja, lakini biashara imeshindwa kufanyika kwa sababu gani? Value, thamani zimetofautiana. Kwa hiyo hapa kwa timu wanamaanisha, yani mimi nakutafsiria sasa white paper kwa lugha ambayo umeenda shule, hujaenda shule, ili mradi tu unasikia haya ninayoyaongea, sio kiziwi, ili mradi tu unanisikia, basi utanielewa. Sawa? Kwa hiyo kwa timu wamesema tukutane kwenye soko. Sawa? Ambao ni market
marketplace, sehemu ya soko, tutengeneze thamani. Sasa kinachouzwa tumesha kuwa nacho ni Pi network, si ndivyo? Kwa hiyo wewe njoo na Pi yako, wewe njoo na bidhaa yako, tutabadilishana, lakini kwa mawazo. Kwa nini? Kwa mawazo yaliyokuwepo sawa. Kwa inamaanisha kwamba tukubaliane. Yakishapatikana makubaliano katika hiyo biashara, tafsiri yake kitu hicho ndio kimeshapewa thamani hiyo kwa watu wote wawili. Fanya biashara amekubali na mnunuzi na mnunuaji, yani muuzaji na mnunuaji wamekubaliana, basi kitu hiko tafsiri yake ndio kishakuwa na thamani hiyo. Sasa kitu hicho kishakuwa na thamani hiyo, aje mgambo, aje FFU, aje JW, sijui aje SWAT, aje nini hawa FBI, waje Islamic State, Boko Haram, watatuondosha kwenye hilo soko, lakini si kutubadilishia ile thamani yetu tulokubaliana. Mimi nitabeba nyanya zangu, vitunguu vyangu, na huwa kila mtu atatimuka kwenye hilo soko, lakini tutaenda kukutana sehemu nyingine bana, tunauziana bana, shika hela nipe nyanya, shika hela nipe kitunguu, shika hela. Tutauziana hata kwa siri kwa bei ile ile, lakini si kuja kubadilishwa, kwa sababu tayari kimeshatengenezwa kitu, imani. Sasa hapo kumeshatengenezwa nini? Imani. Unaelewa? Unaweza ukasoma white paper ukawa unasoma kama gazeti la udaku. Tunaendelea. Kwa timu wakaendelea kusema ambao ipo katika nini screen kuu. Unaweza kufikiria kituo hiki, anasema kwa timu amesema, you can think of this scarce social media channel as Instagram. Anasema unaweza kufikiria kituo hiki adimu cha mitandao ya kijamii kama Instagram. Kama vile unajua Instagram watu wanaposti content za biashara zao So unaelewa hilo? Na watu wanalipana kule, sawa? Nishalielezea ile nyuma, sina haja ya kulirudia. Kama chapisho moja la kimataifa. Instagram afu tena wakasema social media channel as Instagram with one global post at a time. Lenye chapisho moja tu la kimataifa. Yaani chapisho moja tu la kimataifa. Unajua maana kimataifa? Sasa kimataifa hapa sio local, yanazungumziwa globally. Kwamba Mchina ataona ile posti, Marekani ataona ile posti, Mwingereza ataona ile posti, kwamba Tanzania wanauza Tanzanite. Posti moja tutumeka Tanzania kuna vivutio vya kitalii kama visit Zanzibar. Afu tukaweka fukwe moja pale amazing. Au tukaweka mlima Kilimanjaro. Alafu ukajikuta David Beckham amekuja, kina Cristiano Ronaldo amekuja, sijui watu kutoka wapi wamekuja kwa chapisho moja tu. Alafu wanajua kabisa tukienda mlima Kilimanjaro kupanda ni dola kadhaa. Ndicho wanachokimaanisha. Hivi kwamba chapisho moja la kimataifa kwa wakati mmoja Pioneer wanaweza kuweka dau la Pi. Na wasema Pioneer can wiggle Pi to engage the attention of other members of the network. Kwamba Pioneer anasema Pioneer wanaweza kuweka dau la Pi ili kushirikisha umakini wa wanachama wengine wa mtandao kwa kushiriki maudhui. Sawa? Attention of other members of the network by sharing content, example text, image, videos. Kwamba wewe unaweza ukaweka Pi, sawa? Ukaweka dau la nini la Pi. Kwa kushiriki nini? Hizo Pi to engage the attention of the other members, kwa ajili ya kuwavutia memba wengine, kwamba jamani, mfano mimi nauza nini? Nauza kitu changu hiki hapa 0.000 kadhaa. Tumeweka dau pale la Pi. Kwa unavutia wengine, umeweka dau la Pi bana, nauza gari langu hili kwa Pi 0.01. Sijui unaelewa, huo ni mfano. Sasa unajua hapa inakujaje kwamba eti kwa timu ndo amesema hapa si tunachagua price. Kwa haya maelezo wewe unaona inaingia akilini?
kwamba hii ndio sehemu ambayo sisi tumeambiwa tuchague thamani yetu? Jibu ndio. Lakini imesemwa kwa nini? Kwa mafumbo. Haujaambiwa direct kwamba thamani ya pai itaamuliwa na community. Sasa mimi nikawa nahisi huenda ninyi mnavyosikia huo msemo mnajua core team wameandika kabisa thamani ya pai itaamuliwa na community. Hapana, hawajaandika hivyo. Wameandika kwa mafumbo kwamba sisi ushiriki wetu, umoja wetu ndio utakaoamua. Sasa hapa ndipo kukapoamsha zile movement za nini? Za barter trade. Watu tukawa tunahamasishwa tufanye barter trade. Jamani, tufanye barter trade. Na tukishafanya barter trade, basi tupige picha. Unapofanya barter trade, jamani, pia picha na ile miamala andika, kama tunavyoona wenzetu wanavyofanya. Wanaandika kabisa kwamba ameweka pale labda ni peanut butter, kaandika 0.0002. Sawa? Wanavyofikiria peanut butter haijulikani bei kimataifa. Peanut butter inajulikana. Tujalie sio Tanzania, Ulaya afanye. Tujalie ile gramu 500 ya peanut butter kwa Ulaya ni sawasawa na shilingi 30,000. Si ndivyo? Afu wanaangalia pale 30 lakini imeandikwa 0.000013. Kwa wataangalia 30,000, labda 30,000 tujalie ni dola ngapi? Tujalie ni dola 6 au tujalie ni dola 5. Sawa, 30 ni dola 5. Kwa wataangalia dola 5 wakiconvert kwa 0.0000 wanapata ile pai thamani yake ni ngapi? Wanaipatia hapo. Kumbe hii pai thamani yake ni dola hizi, thamani yake ni dola hii. Ndiyo maana ya core team walichotutaka sisi. Kwa ile Fireside Forum wakasema ni kama Instagram. Mtu anavyopost story yake afu ikaonekana wapi? Worldwide. Ikaonekana global. Duniani huko ikaonekana. Si ndivyo? Baada ya kuonekana inaonekana na zile price. Ndio maana kwa timu wakasema usiandike dola kadhaa. Wewe andika pai. Kwamba umeuza kitu fulani kwa pai hii hapa. Usiandike fiat ni sawa sawa na fiat fulani. Kwa tukakubaliana hivyo. Hiyo ndiyo maana ya market value, thamani ya soko. Kwa tukaishi hiyo sasa. Tukawa tunafanya barter trade kwa kuzingatia ile bei tuliyokubaliana. Unajua maana yake nini? Maana yake ndio tumeamua pai iwe na thamani hiyo. Sasa hapo lije winch, ile bulldozer, sio lije forklift, waje nani kutoka wapi? Hapo hawataweza kutungoa kwenye hiyo bei, kwenye hiyo thamani yetu. Kwa ndio maana Pioneer wakawa wanapiga sana debi. Jamani, tufanyeni barter trade. Kuna watu wakawa wanaona wale wanaoanzisha, kuna watu wakawa wanabeza kiukweli kabisa. Haya kiko wapi? Watu wameitisha watu mikutano, wamelipia makumbi, wamefanya barter trade, kiko wapi? Kiko wapi? Hivi kweli mtu Pioneer anawabeza watu waliokuwa wakiwahamasisha watu wafanye barter trade, wakutane sehemu wafanye barter trade, watu wanawabeza. Afu mtu huyo ni Pioneer. Sasa leo hii wewe Pioneer umesikia, Pioneer mdogo nimekutafsiria hichi kipengele ambacho core team wametutaka. Je, wale walikuwa wanafanya zile movement za kuwataka watu wakutane wafanye barter trade, walikuwa wanaangalia maslahi yao au maslahi yako wewe ya baadaye? Hebu jibu hilo swali mwenyewe kimoyo moyo. Afu majibu usimpe yoyote, ile baki nayo tu mwenyewe. Wale waliokuwa wakiwahamasisha watu wafanye barter trade, wauziane vitu, wapige picha, washare, na core team wakawa wanatuletea vipindi maalum kwa ajili ya hicho tu. Wakatuwekea mpaka ile wanaita map of pi. Ile map of pi walivyotuwekea ni kwamba wewe umtafute merchant, ingia katika mapu yako, tafuta merchant alipo. Hawajasema fanya online. Amesema nenda dukani. Mtafute, ukishamuona alipo, amesema nenda pale, kanunue, piga picha, alafu share wapi? Fireside Forum. Piga picha alafu share wapi? Ile picha share wapi? Fireside Forum. Kwa timu wakiwa na maanisha ionyesheni dunia kwamba pai ina thamani hii hapa. Nyinyi mmeafikiana
price yenu hiyo, basi ionyesheni dunia kwamba pi thamani yake ni hii hapa. Sasa maswali yanakuja, hii GCV inaweza ikafeli au ikafaulu? Inaweza ikafika kiwango au isivuke kiwango. Miamala imesomeka. Je, miamala iliyosomeka kule Fireside Forum ni ya GCV peke yake? Hapana. Miamala haijasomeka ya GCV peke yake, imesomeka miamala mingi. Kuna miamala watu wamefanya miamala, mtu amenunua kitu pai 2, pai 3, ipo miamala. Sawa eh? Na kwenye nini kule inasomeka katika blockchain miamala inasomeka pai ngapi? Ndio maana tunasema mbona kwenye blockchain miamala inasoma tofauti? Watu wanalipana miamala tofauti na hiyo. Sehemu yenye ushahidi sasa halisi wa wewe ni wapi core team wamesema kwamba thamani ya price tutaiamua sisi wenyewe bila mafumbo. Sasa mimi ni ngoja nikupe hicho kipengele ya kujua. Sasa tumeona kwenye white paper core team wameandika wakitutaka sisi zile mafokasi yetu, mawazo yetu, mafikirio yetu tuyaunganishe sehemu moja, tuyapeleke sokoni. Tukishapeleka sokoni tushare, watu waone, tuambie dunia, tuchukue matarumbeta, umechukua kipaza sauti kama wanavyofanya Kariakoo. Ukifika pale Kariakoo kila mtu ana sauti yake. Haya simu nini, sijui simu nini, haya pata maji ile, huyu sijui haya vijora 2200, vijora 3000, huyu sijui haya nyanya kule, viazi kutoka Gairo, sijui haya mchele kutoka Mbeya. Yaani ukikaa pale unaweza usisikie hata mmoja, ukanasikia tu yaani ukisema ufocus sehemu moja utashindwa. Kwa sasa kwa timu wanasema hizo kelele zisiwepo. Tuwe na nini? Wamoja, afu tupaze zile sauti ziwe zinasikika. Kila duka liwe linasema kitu kimoja. Nauza kitu kwa pi kwa GCV. Nauza kitu kwa pi kwa GCV, right? Sasa hayo yameandikwa wapi kwamba sisi tutamua hiyo price? Watu wataki kusoma. Sasa mimi nawasomesha. Nyesa mtaki kusoma, mimi nawasomesha. Ukifungua faili lako la Pi Network ambao ndio ile kwenye dashboard yako, sasa kuna zile tunaita wenyewe tushajipa jina mbavu tatu. Ukigusa zile icon inatokea menu. Ikishatokea menu, chini kuna sehemu imeandikwa core team au core team. Ukigusa pale kwenye core team wanatokea wawili tu, anatokea head of product, alafu anatokea head of technology, alafu na head of product. Head of technology ni Dr. Nicholas, ndio mwamba wa masuala ya mifumo, masuala ya makodi, masuala ya nini, ndio mwamba anatokea pale. Alafu kuna head of product ambayo huyu ndio mkuu wa nini, wa huu mradi, head of product Cheng Diaofan, Cheng D. Alafu kila mmoja kuna wasifu wake pale, kuna CV, kuna wasifu wake. Kwamba ule Dr. Nicholas unasoma wasifu wake, alafu Cheng Diaofan unasoma wasifu wake. Sasa tusome wasifu wa head of product. Sawa? Mkuu wa nini wa hii mradi, head of product, wasifu wake unasomeka hivi: What excites me about blockchain technology is the merging of decentralization with an economic instrument. This technological marvel can mobilize individuals all over the world to participate and be rewarded for their contributions. Just as the internet enabled the world to be more connected through information exchanges, blockchain and cryptocurrencies enable closer and more frequent collaborations with value exchanges. I believe, hapa narudia, anasema I believe
Their potential is far beyond the realm of financial, and will create value that have otherwise not been created or captured on individual, societal and global level. Maandishi yanayofuata soma kwa herufi kubwa kwako, yasikilize kwa herufi kubwa. Anasema my hope for Pi is the establishment of an inclusive economy for global citizens to unleash and capture their own value, and in turn create value for society and the world. Ni asome kwa Kiswahili. Anasema hivi wasifu wake, na wewe mwenyewe fungua, nenda kasome katika wasifu wa Cheng Diaofan, pale kumeandikwa read more. Soma haya maelezo. Yanasema hivi, kile kinachonisisimua sasa, kinachomsisimua yeye, sio mimi, maana mimi nanukuu. Kinachomsisimua Cheng Diaofan kuhusu teknolojia ya blockchain ni muungano wa ugatuaji na chombo cha kiuchumi. Ajabu ni kwamba ajabu hii ya teknolojia inaweza kuhamasisha watu kote duniani kushiriki na kulipwa kwa michango yao. Wakalipwa kwa nini? Contribution zao. Kama vile internet ilivyowezesha dunia kuunganishwa zaidi kupitia ubadilishanaji wa taarifa. Sawa Kama vile dunia tunavyopata taarifa, tunavyobadilishana taarifa online moja kwa moja, chap kwa chap. Ile wanaita mubashara huko London, mubashara Singapore. Si ndivyo? Okay. Blockchain na fedha za kidijitali zinawezesha watu kushirikiana kwa karibu zaidi na maarifa kwa mara kupitia ubadilishanaji wa thamani. Ninaamini uwezo wake ni zaidi ya sekta ya kifedha pekee. Anaamini blockchain technology na cryptocurrencies ni zaidi ya fiat peke yake, ni zaidi ya sekta za kifedha. Sawa? Na utaunda thamani ambazo hazijawahi kuundwa. Pia blockchain technology na cryptocurrencies inaweza ikaunda thamani ambayo haijawahi kuundwa before. Yaani ikaundwa thamani ikawa kubwa hapo kabla haijawahi kuwepo, si ndio? Au kunaswa katika ngazi ya mtu binafsi, au ikawa ni captured katika individual stage, au sawa ile individual stage ndio, yani katika ile ngazi za watu binafsi, yani mmoja, ile thamani yake ikawa ni kubwa zaidi, au kijamii na ya dunia kiujumla. Sawa? Pale nilipokuambia soma haya, sikiliza kwa herufi kubwa, ndio haya na mimi sasa nayafuata. Sikiliza sasa tena haya kwa herufi kubwa. Akasema hivi, matumaini yangu. Huyu ni head of product. Product tunazungumzia Pi Network, hii ni product. Sasa mwenye product yake anasema hivi, ni matumaini yangu kwa Pi ni kuanzishwa kwa uchumi jumuishi kwa wananchi wa duniani kote. Matumaini yake kwa Pi ni kuanzishwa uchumi jumuishi. Unajua uchumi jumuishi ni ule wa jamii, yani ni uchumi jumuishi kwa dunia nzima. Sawa Ili waweze kuachilia na kunasa thamani zao wenyewe. Huo uchumi wa duniani huo uweze kuachiliwa na kunasa
ili sisi sasa tuweze kunasa thamani zetu sisi wenyewe na hatimaye kuunda and in turn create value for society and the world, na hatimaye kuunda thamani kwa jamii na dunia, na hatimaye kuunda thamani kwa jamii na dunia. Maneno haya sijayasema mimi, ameyasema Cheng Diaofan. Sasa leo ukiulizwa thamani ya pai tunaambiwa tuiunde sisi, wewe umesikia wapi? Ulikuwepo? Sasa ulikuwepo wakati inasemwa? Mwambie najua palipoandikwa wapi, usipate tabu. Si uende kwenye white paper. Asipate tabu. Mwambie tu afungue faili lake la Pi Network, aende katika safu ya core team, amsome Cheng Diaofan. Maandishi ya mwisho kabisa ameyasema haya kwamba matumaini yangu kwa Pi ni kuanzishwa kwa uchumi jumuishi kwa wananchi wa duniani wote ili waweze kuachilia na kunasa thamani zao wenyewe na hatimaye kuunda thamani kwa jamii na duniani. Jamii na dunia. Tuunde thamani yetu. Thamani hiyo itakuwa ni ya community, pioneer to pioneer. Sisi ni community. Na dunia kote. Duniani ni mataasisi hayo, ndio tunaizungumzia dunia. Makampuni hayo, tunazungumzia dunia. Maana sio pioneer. Sawa? Au mataasisi, makampuni, au mapartners, ma exchanger, au ni ndio dunia yenyewe hiyo tunazungumzia. Mabenki ndio dunia yenyewe hiyo tunazungumzia. Si ndivyo? Au Toyota, sijui Nissan, sijui Mercedes Benz, au walioingia katika mradi hapa, hiyo ndio dunia yenyewe tunazungumzia. Of community ni pioneer to pioneer. Sisi ndio community. Tutengeneze kwanza thamani yetu pioneer to pioneer. Tukishatengeneza thamani yetu, hiyo thamani tuarithishe, tuanusisha harufu ya thamani yetu, dunia ifahamu. Sawa? Waambie ulimwengu ya kwamba pai yetu ina thamani ya $314,159. Kwa hapa tumemaliza mzozo wa fitina, si ndivyo? Kwamba core team ndo wamesema. Sasa hapa aliyosema sio core team. Core team waliandika katika white paper, ile ni core team. Alafu hapa miongoni mwa member core team akaandika hapa, ambao member core team ameandikwa pale, yeye ndio head of product, mkuu wa kitengo. Sawa, huyu ndo mkuu wa hichi kitengo cha Pi Network. Yeye ana wasifu wake. Ukisoma wasifu wa juu kwa amefanya mambo mengi yakafeli au mambo mengi yakafanikiwa katika kuihudumia community ya dunia. Sasa tunaweza tukajiuliza, sasa kwa nini ni $314,159 ilitokaje? Yaani kwa nini imeanza hiyo? Wewe pioneer mdogo kama mimi, haya maswali utajiuliza. Lakini humu kuna pioneer wakongwe, haya maswali wala hawahitaji kuyafahamu. Sasa tuangalie kwa nini walipredict hii ya $314,159. Tutaanza kwa historia sasa ya Pi kwanza, kabla tujafika katika GCV, Global Consensus Value. Tuanze historia kwanza. Hii Pi ina historia yake. Pi imetokana na formula tuliosoma shule. Kwa wale waliosoma shule wanajua maana ya Pi, Pythagoras theorem au Pi dr square, ambao Pi dr square ni 22/7, ambao 22/7 gawanya kwenye calculator yako, 22 gawanya kwa 7 utapata ngapi? Utapata 3.14 na kuendelea, digits nyingi. Sawa? Hii ndio Pi na nembo yake ndio hiyo Pi, ikiwa inamaanisha ni kitu kisichokuwa na ukomo wake. Yaani ile Pi, zile digits zake zile hazinaga ukomo. Digits za Pi hazinaga ukomo. Kwa ni kitu ambacho kinaendelea. Yaani zile
ile 3.14159 ngapi, unaweza ukajaza counter book. Hiyo ndio pi. Sasa formula inasema ni 3.1415. Tuishie hapo kwenye digits. Hiyo ni pi. Maana yake pi ilianza kuzinduliwa sisi kuanza kuichimba mwezi wa 3 tarehe 14/2019. Sasa tuangalie, ilianza kuzinduliwa kuchimba kwetu sisi tarehe 3, tunachukua ile 3. Mwezi wa 3 tunachukua ile 3. Tarehe 14 tunachukua 1, tunaweka point, tunachukua 1 4. Kwa hata siku, tarehe na mwezi uliozinduliwa pi bado inarejea nini? Inarejea formula ya nini? Ya pi. Kwa hiyo tarehe iliyozinduliwa haijapingana na nini? Na formula ya pi. Ukisoma white paper katika kipengele kilipoandikwa mining mechanism katika kifungu kidogo cha sheria wamekiita pre-mined reward au pre-mined mining. Hiki ni kifungu kidogo cha sheria. Kimeandika hivi, chini yake imeandika the system wide base mining rate B and base mining rate started as 3.1415926 pi per hour. Wakiwa wanamaanisha hivi, pi imeanza kuzinduliwa katika base rate ya uchimbaji wa lisali moja. Kupata pi kwa lisali moja, mtu alikuwa kwa lisali moja anapata 3.1415926, ambao ukiangalia hii base rate haijapishana na tarehe na mwezi uliozinduliwa. Ukiangalia hii base rate haijapishana na nini, na maana halisi ya nini, ya formula ya pi. Chini wakaweka jedwali, wakasema ile jedwali, wakasema wakati wameanza chini ya watu 1000, wakati wako chini ya watu 1000, base rate ilikuwa ni 3.14159. Hiyo ilikuwa ni base rate. Yaani mtu huyo amejisajili leo tap, hajaweka security cycle, hajamualika mtu, base rate ilikuwa ni 3.14159. Alafu akishaweka security cycle, inakuwa ile total mining rate, sio base rate sasa, inabadilika, inakuwa ni total mining rate, inakuwa ni 6.28. Kwa ile mtu ambaye akaweka security cycle ya wale watu 5, basi automatically anakuwa na total mining rate ya 6.28. Walivyofika watu 1000, walivyotimia watu 1000, base rate ikawa ni 1.57. Ilivyofika ikawa ikiongezeka watu 10, yani ikiwa inaongezeka mara 10 yake ndio base rate inabadilika. Walivyofika watu 10,000 ikawa ni 0.78. Walivyofika watu 100,000 ikawa ni 0.39. Walivyofika watu 1,000,000 ikawa 0.19. Walivyofika watu 1,010,000 ikawa ni 0.10. Hii ni total, hii ni base rate. Kwa hiyo tumepata formula 3. Ya kwanza ile 3.1419 ni formula yenyewe ya pi. 3.1419 ndio mwezi na tarehe iliyozinduliwa pi kwetu sisi. 3.14159 ndio base rate ya kwanza inaanza kupewa pioneers.
Tunaelewana? Tunaelewana? Sasa baada ya mradi kusema kwamba thamani itaamuliwa na community, zikaanza movement sasa za kupredict price. Kuna walioanza kusema GCV itakuwa ni dola tatu, hiyo 3.14159. Kuna waliosema ni 314,159. Kuna waliosema 30,000 sijui 14,159. Kuna waliosema 300,000. Kuna waliosema $1. Kuna waliosema $100. Kuna waliosema $1,000. Kuna waliosema pia $1,000,000. Watu wakaanza kunyang'anyiana hizi nini, hizi prediction zao zikaanza kunyang'anywa, kila mtu anavuta kwake, wanasema hivi, wanasema hivi. Ilionekana yenye nguvu sasa, iliyoaminika. Tunarudi white paper inasemaje? White paper inasema kuwavuta pioneer kwenye focus zao, mwenye mawazo yake wavutane, afu wapelekwe sokoni. Wakishapelekwa sokoni, ile mivutano yao iamue price. Umeona sasa? Ikaonekana miamala mingi ambayo pioneer wameifanya ni kuzingatia GCV ya dola 314,159, ambayo hii 314,159 bado ile 314,159 ambayo imeendana sawa sawa na zile formula 3 nilizokutajia, ambao core team wenyewe wameanza nazo, ambao ni formula ya pi kama pi yenyewe, ni formula ambao ndio tarehe na mwezi walioanzia nayo, afu ndio pia base rate ndio ilianza. Kwa hiyo hapo, si ndivyo? Kama ndivyo, basi hata hii price inaweza isiende nje ya formula. Kwaona sisi community tukaona tuende na formula hii, sijui formula hii ya dola 314,159. Sasa tunaweza kusema, je, kama wakisema waanze na dola 3.1459 kama walivyoanza huko nyuma, tunarudi sasa. White paper inasemaje? White paper inasema community wakutane katika market value, waamue thamani yao, waweze kuuziana, kufanyana biashara. Kwa hiyo price ambao watakuwa wameitana hapo. Kwa sisi tumeitana kwenye Fireside Forum kwa price gani? Ukiangalia ile miamala ambao mpaka core team wenyewe wamepiga picha ya yule mzee mchungaji sio nani yule ambaye alisema ipo Toronto Canada, ambaye alituambia ipo Toronto Canada, akasema kwamba anaweza akawanunulia watu vifaa kule Canada kwa price ya nini, ya GCV, kwamba huko Canada kila kitu ni GCV. Akasema kwamba hoteli ninayolala nalipa kwa pai, chakula huko ni kwa pai, hadi usafiri wa huko ni kwa nini, ni kwa pai, vitu vingi huko vinauzwa kwa nini, kwa pai. Kwa hiyo kama unataka na nilio vitu kwa pai huko, mimi weka order, kama ni simu nitakuletea, au kama ni laptop, hata kama ni gari sema tu kwenye gari. Akasema kwenye magari bandarini hapo itakuwa ni mtihani kwa sababu ya ushuru, ila akasema kama ni laptop mimi nitakubebea. Kwa kuna watu wakaweka order zao ili fanyaje, akitoka Toronto Canada aje na zile simu, watu walipie kwa huko. Kwa hapo mimi namsifu, hakutaka atumiwe hela, alisema utakuja kunilipa huko huko. Lakini mwisho wa siku ikasemekana eti yuko Mbeya, hakuwepo Canada, Toronto. Kwa hiyo hivyo ikazua mijadala mingi. Yule mzee bwana aliweka kuwauzia watu nini, mkaa kwa pai. Sasa zile picha zake alizoziposti Fireside Forum ambazo zimeonekana zimezingatia GCV, core team wenyewe wakachukua ile picha ambao watu walinunua mikaa wakaweka kwenye gari zao kwa GCV, core team wakaposti katika tangazo lao waliosema kila Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa pili wa kila mwaka tutakuwa tunawadhimisha hawa nani leo moderators
Katika kuadhimisha wakaweka na ile picha yule mzee na picha za watu wakifanya miamala ya bata nini sijui kwenye bata place sijui nini hivyo, mtajua wenyewe. Na yule mzee pia akaonekana, ushanifahamu, ushamfahamu hivyo. Kwa wakiwa na maanisha nini? Kwa timu wenyewe wameona movement zetu walizotuita, tukaitikia kweli, tukakutana, tukaunganisha focus zetu, tukaunganisha mawazo yetu, tukatengeneza soko letu lenye thamani, dunia ikafanyaje? Ikaona. Kwa hiyo tukisema pai inaweza kawa na 3 pointi, sio kweli, kwa sababu hatujapigania hilo. Ila sasa pai inaweza kaanza kwa bei tofauti na hiyo, ndiyo inaweza kaanza. Kwa sababu gani inaweza kaanza kwa bei hiyo? Kutokana miamala inayoangaliwa sasa hivi na nini? Na protocol. Miamala inayovaliditiwa sasa hivi miamala sasa hivi inayofanywa na protocol sio miamala ya 0 pointi. Sasa hivi miamala mingi watu wananunua pai kutoka katika masoko ya exchange, wanahamishiana pai, wanatumiana pai. Sasa hivi watu wafanyi barter trade. Tumeacha hizo mambo za kufanya barter trade. Tumeona kama ni utumwa, tumeona kama ni kupoteza muda. Kumbe tumeacha nini? Movement zetu ambazo kwa timu walituita pale sokoni. Akaja mgambo ambao ni hawa vurugu sasa hivi. Kwa miamala inayosoma sasa hivi katika blockchain, miamala inayosoma sana ni ipi? Sio ya GCV. Sio, unaelewa? Kwa pai inaweza kaanza na thamani kubwa endapo open mainnet inakaribia au inataka kuingia. Tunaangalia dunia inatakaje sasa. Watu wanatakaje? Node runners wanatakaje? Makampuni yanatakaje? Pioneers wakubwa wanatakaje? Lakini pai kuanza chini ya $100,000 haiwezekani, kwa sababu community hawajaitikia hivyo wito wa core team. Ila kwenda zaidi inawezekana, kwa sababu ni movement ambazo zilianzishwa na zikafanyika kazi. Na hapo watu waleo kipindi sisi tunafanya barter trade ya miamala ya 0.0, miamala ilikuwa inasoma ya $2, $5, dola ngapi. Na humu kwenye nini, katika ecosystem yapo makampuni ambayo yanaposti bidhaa zao wanauza kwa kuzingatia GCV, na wengine pia hawazingatii GCV. Utaona pikipiki inauzwa pai 2, pikipiki inauzwa pai 5. Sasa utaangalia pikipiki gani inauzwa nanilio dola sijui ngapi hizo, dola la bilioni sasa hizo. Maana 300,000 kwa pai 5 inaonyesha kwamba ni $1.5 bilioni, karibia bilioni 6. Pikipiki gani inauzwa bilioni 6? Hii ni chopa au? Sasa utaona ziko decentralized application ambazo hazizingatii GCV, na zipo decentralized application ambazo zinazingatia GCV. Kwa hao wote watabidi wazingatie, maana ndio masoko yenyewe hayo. Sawa, hayo ndio masoko yenyewe hayo. Lakini asilimia 80 naweza nikasema, haya ni maoni na mawazo yangu, asilimia 80 GCV tumefanikiwa, tumeweza na imekubalika na core team. Isipokuwa wanasubiria kipenga kianze, waseme tu thamani ambayo community ndio wameitengeneza, kama ilivyoandikwa katika chapisho la Cheng Diafan katika wasifu wake, kwamba hao community watengeneze thamani yao ambayo itaenda kuwakilisha dunia. Kwao ndio watasema bana, tuliwaambia, nyie mkasikia, mkapokea, mkafanya, mkaamua, tumesema wallah, bismillah, twendeni kazi. Unaelewa? Huko nyuma nilitoa mfano. Kwa hiyo niishie tu kwa hapa kwa leo, mambo yasiwe mengi. Nadhani utakuwa umeelewa mambo mengi kupitia haya ambayo yalikuwa nakusubiria wewe uyapatie majibu, kwamba ni kwa nini GCV au kwa nini sisi ndio tuamue thamani, yani tunaamuamuaje? Kama ulikuwa unasikia core team wamesema leo, nadhani utakuwa umejua wamesemea wapi, si ndivyo? Na walisemaje, na sisi tumefanya nini? Kwa hiyo ukiona mtu anakuambia fanya barter trade au
tuma muamala unaozingatia GCV, basi tambua mtu huyo anamaanisha uitengeneze kesho yetu, sio kesho yako, kesho yetu. Hili swala limesahaulika, watu wameliacha, lakini hebu tulirejeshe kipindi hiki cha mwisho, tuwaonyeshe kwa timu kwamba hatujasahau ile price yetu. Kwa wale ambao walikuwa wakiwaita watu katika kufanya barter trade, hebu kama mnaweza waamsheni watu wenu wafanyiane tena hata wawili wawili, alafu wasiache kushare Fireside Forum. Hata kama ni miamala ya uongo hamfanyi kweli, piga picha na mtu, andika, scan QR code yako, andika, weka vinyanya vyako au weka nguo zako, hata kwenye duka la mtu anauza simu, nenda pale, weka bei pale 0.00 ngapi pai, weka QR code, scan, mwambie bwana, mimi nataka tupige picha hapa kama nanunua, au sio? Umeshika kibox cha simu au umeshika laptop yako, umepiga picha, weka Fireside Forum. Hata kama hamjanunua au hata kama huo muamala haujafanyika, kwa timu hatafuatilia, je, hii picha muamala wake uko wapi? Hapana. Ili waone tu Fireside Forum kunavyochafuka sasa hivi na GCV na kuhakikishia GCV kutoka hizo 80% sio 70 nafika 100%. Community hapa, na naomba niwasilishe ili kwa viongozi waweze kuambia community yao wafanye hivyo. Hata ni wewe una duka lako, piga hiyo miamala. Amekuja mtu amenunua, tengeneza QR code. Kama ni Pioneer unasema biashara, tengeneza QR code, andaa makaratasi yako, andika price tofauti. Amekuja mtu kununua, kama yuko willing kupigwa picha au kama yeye hayuko willing, piga picha hata wewe mwenyewe, twanga photo, sawa Jitwange photo mwenyewe, ambaye nipige picha. Unashika box lako hapo, anapiga picha. Amekuja mwanao, wewe njoo kupige picha. Piga picha pale, inaonekana huyu jamaa anauza vitu kwa GCV kwa pai. Kumbe wala una huo mpango kwa sasa. Swali hili limeulizwa ya kwamba sasa kama ndivyo GCV itapita, ambao GCV tunazungumzia $314,159, takriban milioni 800 za Kitanzania. Hivi inawezekana vipi milioni 800 mtu akawa nazo katika akaunti yake, katika wallet yake, mtu ana milioni 800? Inawezekana vipi? Atazitoa wapi? Katika benki gani? Ataaminiwa na nani? Maisha yatakuwaje huko mtaani kama kweli GCV itapita? Na hata kama itapita, tumeshuhudia Watanzania wengi wakiwa katika lea ya umaskini. Hata biashara zao ni biashara ambazo hazijaweza kutoboa kufika kwenye mtaji wa milioni 100, milioni 200. Sasa hawa Pioneer tunawaona katika magrupu mengi Tanzania, huduma watazipata wapi hapa Tanzania? Ni nani ambaye atakuwa na mtaji wa kuwahudumia Pioneer kwa $314,159, ili hali tunafahamu mitaji yetu haizidi milioni 200, mitaji ya milioni 5, 10, 20, 50. Mtu ametoboa sana milioni 80 ndio mtaji mkubwa wa biashara. Kwa hiyo inamaanisha kwamba mimi Pioneer nikienda, nina uwezo robo pai yangu nikanunua biashara ya mtu yote na kibanda chake na kampuni yake na taasisi yake na wafanyakazi wake. Maisha yatakuwaje? Je, maswali hayo wewe hayajawahi kukuingia katika kichwa chako? Ulipata majibu, ukapata majibu yapi? Kama hujapata majibu, basi Pioneer mdogo kwa akili yangu ndogo naweza nikakupa majibu haya ambayo yanaweza kukaribia ukweli. Ni kweli $314,159 ni kubwa sana katika real world utility, kama wenyewe wanavyosema ni real world utility.
ni dunia ya ukweli katika matumizi. Iko hivi. Sasa hivi tunaona katika mtu anapotaka kubai au kwa lugha nyingine tuseme kudeposit, tunaona amewekewa limitation, maximum and minimum au minimum and maximum. Tutolee mfano hai ambao upo katika kipengele cha buy, ambao unanunua pai kwa kutumia OnRamps TransFi. Pale umewekewa minimum ambayo ni Tanzania shillings 30,000. Hiyo ni minimum. Alafu kuna maximum, kama sijakosea ni 5,000,000, kwamba hauwezi ukanunua pai zinazokuwa chini ya 25,000 na hauwezi ukanunua pai zinazozidi 5,000,000. Swali jiulize ni kwamba hawa TransFi au Banksa hawana uwezo wa kukununulia wewe pai yenye thamani ya 5,000,000, kwamba hawana pesa hiyo au hawana hizo pai, au katika masoko ya exchange wanapoenda kuzinunua hizo pai hazipo za 5,000,000? Hapana. Je, nikanunua pai za 4,000,000 ambazo ndiyo maximum yangu 4,000,000, mwingine akanunua tena 4,000,000, tukawa 10 tukanunua 4,000,000 4,000,000. Je, hawa TransFi au OnRamps watakuwa hawana uwezo wa kutuhudumia sisi? Hapana, wana uwezo wa kuhudumia watu wanaotaka 4,000,000 kwa mamia ya Payoneer kwa wakati mmoja. Lakini kwa wewe peke yako kununua pai za 4,000,000 au 5,000,000, hapana. Kwa sababu gani? Ili kutengeneza uwiano na kutengeneza usawa, kukutengenezea wewe nafasi ya kumpa mwingine na kutengeneza ile inaitwa ule mzunguko wa pesa au mzunguko wa pai, usiwe wa kulimbukia, wa kupitiliza. Hal kadhalika baada ya open mainnet kitakapokuja kipengele cha sell au kipengele, naam, dakika moja. Naam, tuendelee. Sasa kitawekwa kipengele cha hiyo withdraw au sell, ambacho nacho vile vile kitakuwa na limitation. Sasa limitation ya mainnet inaweza ikawa ni kali zaidi, yenye ufinyu kuliko kipengele cha sasa hivi. Unaweza ukaambiwa hauruhusiwi ku-withdraw au hauruhusiwi kuuza, kusell pai ambayo itazidi kwa siku au kwa mwezi pai yenye kuzidi 0 labda 0.5 au 0.8. Ukiwekewa hivyo vizuizi kama tulivyowekewa vizuizi vya sasa hivi katika kubai au kudeposit. Hilo ni swala la kwanza. Swala lingine ni kwamba je, mimi sasa hawa wafanyabiashara watapata wapi pai? Wafanyabiashara hawa watapata wapi pai? Si ndivyo eh? Wafanyabiashara hawa ambao mitaji yao ni midogo watapata wapi pesa ambazo watakuza mitaji yao? Sorry, mwanzoni nilisema atapata wapi pai, ni pesa. Atapata wapi pesa ya kukuza mtaji wake? Okay. Baada ya open mainnet, tuchukulie, natolea kuchukulia, sio uhalisia. Kile ambacho tunakiona katika hackathon, kuna application katika hackathon inaitwa World Bank. Sasa tuchukulie ile World Bank ni benki tunaifahamu sisi, benki ya dunia kama World Bank. Sasa ile World Bank kazi yake ni nini? Je, kazi ya World Bank au inahudumia mtu mmoja mmoja? Yaani mimi ninao uwezo Payoneer mdogo nikatoka
sio Payoneer. Yani sasa mimi mwenye jina la Payoneer mdogo nina dola zangu au nina euro zangu, nikaenda World Bank, either kwenda kukopesheka au kufungua account World Bank au kwenda kudeposit au kuwithdraw, naweza. Hiyo sio kazi ya World Bank kuhudumia mtu mmoja mmoja, yani individual, si kwa ajili hiyo World Bank. World Bank inadili na nchi, inadili na mataasisi makubwa kwa ajili ya kuhudumia community, kwa ajili ya kuhudumia wananchi, watu. Kwa World Bank itadhamini serikali mathalan ya Tanzania katika ujenzi wa masuala ya maji au masuala ya afya au masuala ya usafirishaji au masuala ya umeme, itaikopesha nchi ya Tanzania, and then mkopo ambao una riba nafuu, au ikawadhamini tu. World Bank inaweza pia ikatoa msaada moja kwa moja bila kuhitaji ile return, yani ikatoa billions za dola au millions za dola ikapa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kuhudumia swala fulani ambalo ni swala la maendeleo ya jamii, kuisaidia jamii, kuitetea na kuiokoa jamii. Hiyo ndo kazi ya World Bank. Au kushirikiana na mataasisi makubwa kama WHO, kama IMF, kushirikiana na mataasisi makubwa kama ile nini, ile shirika la nini sijui, UN, Umoja wa Mataifa. World Bank ndiyo kazi yake. Sasa swali la kujiuliza, World Bank kwenye Pi community imefuata nini? Basi Payoneer mdogo nikaenda mbali kama kawaida yangu. Huwa natokaga nje ya box, sibaki kwenye box, sitaki kufungiwa. Ndio kawaida yangu. Nikasema sasa hawa ambao ni developers wana application zao, hawa ndio watakuja kuhudumiwa na World Bank. Nitolee mfano Omenda app. Ndugu yetu Omenda Mjaluo huyu amejitahidi sana, amepambana mpaka kufika hapo alipofika katika application yake ya Omenda app kuwahudumia community. Sio Tanzania tu, atahudumia community wengi, hususan sisi Afrika Mashariki tutafaidi sana kutokana na yeye. Right? Sasa Omenda yeye yale magari, pikipiki, sijui majumba, yeye anatuletea sisi tunampa Pi, afu yeye hizo pesa anazitoa wapi? Kaka bwana mdogo kutoka Dodoma hapo, yeye hizi pesa yeye za kununua magari, kununua majumba, kutujengea, yeye anazitolea wapi? Kwa sababu yeye atabidi hayo magari awe nayo, si ndivyo? Hizo pikipiki awe nazo, kama ni furniture awe nazo, yeye atazitolea wapi? Anazo pesa hivi? Sasa ndo tunakuja pale kazi ya World Bank. Au yeye anaweza akaingia ubia na mataasisi. Tuachane na masuala ya ubia na mataasisi. Kazi ya World Bank sasa itawezeshwa na core team na mfumo. Omenda app atakuwa tayari yeye ana domain name ya kampuni yake, kwa sababu unapojisajili kwenye masuala ya hackathon lazima kuna sehemu ya kuweka domain name ya kampuni yako ambayo itaendana jina na kampuni yako. Kwa tayari yeye anayo domain name ambayo iko pale. Kule domain name itakuwa inamtambulisha, kwa hiyo ile World Bank atakapopewa ile domain name au atakapo jina la application fulani, akiingiza kwenye mfumo ataona hii kweli ni utility application. Kwa hiyo World Bank amepewa majukumu gani? Ya kutoa mitaji au ya kufanya nini? Exchange, ya kuconvert. Kwa Omenda hapo atatoka na Pi zake. Kumbuka kwa timu walitoa dola milioni ngapi sijui, tuachane na hizo. Sasa yeye atatoka na Pi zake Omenda hapo. Ataenda World Bank. Atagonga mlango pale, atakaribishwa. Akishakaribishwa anapeleka Pi zake 100, Pi zake 20, anapewa cash.
Akishapewa keshi anaenda zake China, anaenda zake Dubai, sio anaenda zake Japan, ni wapi, Korea, atanunua anachokinunua na kileta katika application yake. Sisi tunanunua, tunampa pai. Sasa umeenda hapa, ameenda Toyota, amenunua gari milioni 5 za Kitanzania. Akishanunua gari milioni 5 za Kitanzania, hajalipa pai, amelipa pesa za Kitanzania. Akiileta ile gari katika application yake, hawezi kuuza milioni 5 ili apate faida, ataliuza milioni 7 au milioni 8. Si ndivyo? Sasa wewe umeshalipa milioni 7, yeye amepata faida milioni 2. Tujalie ni pai 0 point kadhaa. Kwa hiyo atakachokifanya, ataenda World Bank, ata exchange pai zake ambazo ni mtaji, anabakiza faida. Ata exchange mtaji, anabakiza faida. Ndivyo itakavyokuwa. Au haya makampuni, mfano mimi labda World Bank haipo, na uwezo nikaenda Toyota, kwa sababu Toyota nao ndio watakuwa ni partnership na pai, nikaenda nikatoa pai zangu, mimi nikapewa mizigo mingi, au nikapewa keshi kwenye benki, mfano Bank of America, Bank of Africa, Barclays benki, nikaenda kule Standard Chartered, nikaweza kufanyaje? Kupewa hizo pesa. Ila sasa na kuhakikishia mwenye application, mfano umeenda hapo, atakapoenda benki, mimi marhaba, atakapoenda benki, yeye ana uwezo wa kuwithdraw ana uwezo wa kuwithdraw billions of fiat, sawa, billions of fiat. Asiwekewe limitation, kwa sababu yeye anafanya kazi ya kuihudumia community. Lakini mimi pioneer ambaye sio developer, nikienda bank nitakutana na limitation withdraw, kwamba wewe bwana hauruhusiwi kuvuka kiwango. Tayari wewe unatakiwa withdraw 0.2 per month au 0.2 per week. Tunaelewana? Kwa hiyo kuna masharti yatawekwa, restriction baina ya pioneer and developer, ili kutengeneza dunia iwe sawa. Kwa hiyo nadhani hapo nitakuwa nimekujibu kwamba sasa hawa developers wao watapata wapi pesa za kutuhudumia sie. Nadhani hapo nitakuwa nimejibu. Maswali yako mengi nitakuwa najibu kidogo kidogo.